Kuhusu yanayojiri pale Mashariki ya Kati, naungana naye hapa mchambuzi Ibrahim Rahbi. Ibrahim, mambo yamekuwa mengi weekend hii, kikao cha takriban saa 21 ambacho hakuna ambacho kimefikiwa. Unadhani ajenda zilivyo nyingi zilizowapeleka pale ilikuwa inapaswa ziwe zimemalizwa ndani ya saa 21 kuwa kila kitu tumekitimiza, yani katika kipindi hiki, kwa sababu tunazungumza mgogoro wa miaka mingi. Sasa hizi ajenda ulitegemea kuwa zingemalizika kwa kipindi kile? Mimi nilishangazwa sana na taarifa ya Vance, makamu wa rais wa Marekani, alivyoamua kuitoa kusema kuwa tumekaa ndani ya saa 21 tumeshindwa kufikiana, kwa hiyo tunaamua kurudi Marekani na hii ni hasara kubwa kwa Irani, sio kwa Marekani, tunaondoka. Nilishangaa sana kwa kauli kama zile. Ulitaraji muda gani ambao ungetosha Rahbi kufikia mwafaka wa kudumu kwa mgogoro huu? Kwanza, kutokana na yale walikuwa wakiyazungumza, yalihitaji muda mrefu zaidi. Walihitaji kukutana mara 4, mara 5 mpaka mara 6, hata ingefika mara 10 kwa ajili ya kutatua baadhi ya matatizo. Nitakupa mfano. Mazungumzo yaliyovunjika mara 2 kuanzia ile vita ya kwanza na hii vita ya pili. Mfano, mazungumzo ya kwanza walikuwa wameisha keti mara 6, wakiketi mara 5 Muscat, mara 1 wakiwa Rome. Mazungumzo ya pili yaliyokuja kuvunjika tayari walikuwa wameketi mara 3. Walikuwa wameketi mara 1 Muscat wakakutana, halafu mara 2 wakakutana Geneva. Na hapo walikuwa wakijadili limited, yani walikuwa wanajadili vitu vichache sana katika hivyo. Na hasa mara hiyo kulikuwa kuna agenda tu ya nuclear. Kombora zilikuwa hazijaingizwa, walikuwa wanajadili kuhusu baadhi tu ya masuala. Sasa kama walikuwa wanajadili ajenda chache na waliweza kukaa mara nyingi zaidi na kushindwa kufikia makubaliano, mara hii kuna vitu vimeongezeka. Kuna swala la Hormuz limeongezeka, mabadiliko ya kikanda yameongezeka, swala la Lebanoni limeingia, kutolewa fedha za Irani ambazo zinashikiliwa, hili swala limeingia, sijui. Kwa hiyo kuna masuala mapya yameingia kwa pamoja. Mambo yamekuwa ni mengi sana kuzidi yaliyokuwa awali. Sasa sikutegemea kuona kama kuwa eti ndani ya saa 21 au ndani ya saa 24 wangetatua matatizo yote, kuwa yani Marekani alitaka kufika pale amwambia Irani, hutotengeneza nuclear, ndio sitotengeneza. Makombora yako utayaharibu, nitayaharibu. Utaachia mfereji, nitaachia mfereji. So labda alitaka iwe hivyo. Hawezi kuendesha vitu kama hivyo. Lakini katika ajenda ambazo Marekani waliziweka mezani kupitia makamu wao wa rais J.D. Vance, ni zipi ambazo zimekuwa ngumu sana kwa Iran kukubaliana nazo? Kwanza, mechi ilishakwisha kabla haijaanza. Kwa sababu ajenda walizokubaliana nazo kwenda kuzungumza ilikuwa ni vifungu 10 vya Irani. Yani proposal ya Irani ya vifungu 10 ndio walisema, na Trump alisema itakuwa msingi wa mazungumzo. Yani msingi wa mazungumzo, tutajadili kila Irani amekileta. Kwa sababu Marekani wakati wa huu mzozo karibu mwezi mmoja na kitu, Marekani alishapeka proposal mara 3, ile ya vifungu 15 na wakakataa. Mara zote walikwambia hivi havijadiliki wala havizungumziki, wakakataa. Kwa hiyo mwisho kabisa mpaka wanakuja kufikia makubaliano baada ya tisho la Trump, manake kuwa Marekani aliwaambia Pakistani, mwambie anataka tuzungumze nini. Ndio Irani wakapeleka proposal kuwa tunataka tujadili hili. Trump akasema it's okay, tutajadili hili, na akaandika kwenye mtandao wake wa Truth Social kuwa tutajadili, yani mazungumzo yetu yatahusu vifungu 10 vya Iran na vinawezekana. Kufika kwenye meza wakaleta tena vile 15. Ndio kwamba mechi ilikwisha kabla haikuanza. Wakaleta tena vile ambavyo tayari hawa walishavikataa muda. Hawa wakakataa, wakasema hatujadili hivi, tunajadili. Kwa hiyo ikawa na mvutano kuwa tunajadili kipi. Kwa hiyo huyu anatoa cha kwake, huyu anatoa cha kwake. Lakini msingi wa mazungumzo ulivurugwa kuanzia awali. Sasa nini ambacho tunataraji kutokea? Saa 21 hazijafua dafu. Nini ambacho tunataraji kutokea, ukizingatia kuwa Donald Trump tayari ameanza kuzungumza hasa kuhusu mlango bahari wa Hormuz na kusema kuwa sasa wanaweka vizuizi vya kijeshi pale kuanzia hii leo Aprili 13. Sijui nifananishe na kitu gani ili mtu aweze kunielewa kwenye hili la blockade. Kwa sababu kitu kimoja, dunia inapitia kwenye kipindi kigumu kutokana na mlango kufungwa. Angalau watu wakawa wanaomba nafuu kuwa angalau hata meli kadhaa zipite angalau kuweza kutupunguzia yale machungu. Kwa hiyo Irani anaruhusu baadhi ya meli, lakini zinalipa
kwa kupita, na wenye nchi hizo wameshakubali kwa maana sisi tutalipa kama $1 kwa pipa kawaida, kwa sababu wanalipa $1 kwa pipa, yani takriban dola milioni 2 kwa unajua meli inachukua karibu milioni 2 lita au zaidi ya hapo inakuwa imebeba, so $1 wanakuchaji. Sasa zile nchi ambazo au wafanyabiashara wameshakubali kuwa sisi tokee tutailipa hiyo, ndio wanaweza kupita kwenye ule mlango. Sasa Trump anachokifanya ni hivi, wale ambao walikuwa wanaleta nafuu, yani hatupati mafuta kwa 100%, yani tunapata kwa 60%, Trump anaenda kuizuia ile 40 sasa na yenyewe isifike kabisa. Sasa sijui unashindwa kuelewa kuwa tukose kabisa. Kwa hiyo ni kama vile anacheza midundo ya Iran. Unajua Iran wakati wameanzisha block ya Hormuz walisema kuwa tunataka tupeleke mafuta yafike $200 sokoni. Yaani walichokuwa wanataka Irani ni kulazimisha dunia iimbe wimbo mmoja. Yaani wanachosema kuwa wakati Marekani anavunja sheria dhidi yetu, wakati Marekani anapotuonea kinyume cha sheria dhidi yetu, nchi zenye nguvu na nchi ambazo zilitakiwa zitetee sheria zimekuwa nyuma ya Marekani kusapoti kutuonea sisi. Sasa kama mlitegemea kuwa Marekani akituumiza sisi tutaumia sisi, tunawajibu kuwa tutaumia wote. Ndio walikuwa wamekusudia. Hasa nchi za Ulaya walikuwa wamekusudia kuziminya kwenye hili. Lakini alichokifanya Iran kuzuia mlango bahari wa Hormuz, Iran ana asilimia katika ile mlango bahari wa Hormuz. Ndiyo. Marekani akienda kuweka kizuizi cha kijeshi pale, ana milki yoyote inayomruhusu yeye kuweka kizuizi hicho? Kwanza ifahamike, sehemu ambayo Marekani anaenda kuweka kizuizi kwenye Hormuz sio katika lango la Hormuz. Okay. Nje ya lango la Hormuz. Yaani maana yake kuwa Marekani anachokifanya kuwa wewe umeisha lipa dola milioni 2 kwa Irani, Irani kakuruhusu nenda kachukue mafuta yako. Halafu unatoka. Wakati unatoka ukivuka ile lango la Hormuz, kule mbele utakutana na Marekani anakuzuia. Hakuna kwenda. Kwa nini? Yaani anachofanya ni kuzilazimisha sasa wale ambao tayari wamesalimu amri kwa Irani kununua kuwa wasiende. Yaani kuwa Irani kwa nini apate pesa? Kwa sababu katika moja ya hoja ambayo ilikuwa imeleta mvutano juzi, Marekani walitaka na wao waunganishwe kwenye kuchaji fee. Yani kwenye wakati Irani wanasema kuwa umiliki wa Hormuz utakuja kwetu sisi na Omani ambao ndio wenye asili ya eneo. Marekani wakasema no, na sisi tutakuwa katikati. Yani na wao wachukue kwenye hiyo. Sasa yani wao wanaingia yani unaenda kuchukua kodi kwenye nyumba ambayo haikuhusu. Yani watoto wenye nyumba ambao wameachiwa urithi wana vyumba viwili. Sawa. Huyu vya kwake na huyu vya kwake. Sasa wewe umetoka mtaa wa 7 unakuja pale unamwambia basi na mimi hata nipe kodi ya chumba kimoja. Ndio jibu linakuja kwa wale Irani wakamwambia unachukua kama nani? Yani uhalali wako wewe wa kuchukua hapa kama nani? Kwa sababu Hormuz ni mali ya Irani na Omani, sio mali ya Marekani. Kwa hiyo nongwa ya hapo ndio imempeka Trump. Sasa unajua kuna kile watu wanakuambia kuwa unajua wale wazee wa mikeka wanakuambia kuwa kuna mechi unaitabiri unasema lazima goli lipatikane upande wowote, iwe lifungwe kwangu iwe lifungwe huko. Sasa Trump unaweza kusema kuwa Trump anataka afunge goli hadi kwake. Sasa Rahbi, hiki ambacho Marekani anaenda kukifanya kuweka hicho kizuizi cha kijeshi kinaenda kuongeza athari kubwa kiasi gani katika upatikanaji wa mafuta duniani? Ndio nilichokuambia kuwa kama dunia ilikuwa inapata 60%, au tuseme dunia ilikuwa inapata 40% ambayo ilikuwa inatuumiza. Kwa sababu tumekosa 60. Trump anaenda kuizuia na hiyo isifike kabisa. Sasa ndio nakwambia huyu anatafuta goli la upande wowote. Yani kuwa haijalishi manake ngoma anayoicheza kwa sasa ni ngoma ambayo inadundwa Iran, yeye ndio anacheza kwa sababu hajui anatakiwa kucheza wapi. Yani ukweli uko hivi tu kuwa kama haya mazungumzo yaliyomalizika yangekuwa na watu hasa waliopelekwa hasa ambao wanajua. Unajua wale wa Irani ni moja ya nchi ambayo ina wasomi wengi sana na ni vichwa sana. Ndio maana wanatusumbua mpaka leo dunia imestaki sehemu kwa sababu watu walilazimisha kuwafifisha uwezo wao, lakini uwezo wao umedhihirika uko wazi kuwa wana watu wanaelewa. Walienda na kabrasha la karatasi, yani wamekwenda na kabrasha ya vifungu. Unaambiwa kulikuwa kuna peji zaidi ya 150 ambao walikuwa wameshaandaa kila kitu. Yani wewe ukija kujadili hiki tunafungua. Ukija kujadili hiki tunafungua. Lakini crew ya pili iliyokuja kutoka huko ilikuwa na msafara wa watu 300. Marekani alipeleka maafisa 300 ambao walikwenda. Katika maafisa 300, JD Vance kampigia simu Trump mara 12. Ndio uelewe kuwa nani alikuwa nini. Yani kuwa wale wote walioenda 300
hakuna ambaye alikuwa na uwezo wa kufanya chochote isipokuwa kila baada ya mazungumzo unapiga simu, bosi kasema hivi na hivi, vipi tunafanya nini, mara 12 in 21 hours. Anasema JD Vance kuwa nimepiga simu mara 12 katika saa 21, amepiga simu mara 12. Nani alikuwa anasimamia mazungumzo? Yani lile crew lote lilienda kufanya nini? Manake kuwa wangeenda watu ambao wanajua hoja. Kama hawa walipeleka watu 70, crew ilienda ya watu 70 ambao kulikuwa kuna vichwa kama 5 tu vimewekwa pale vizungumze. Sasa Rahbi, kwa mantiki hiyo mimi naona kuwa sio kwamba hata kama angeenda nani bado mwafaka ungetoka tu kwa Donald Trump. Sio kwamba ni watu walioenda. Hiyo shida hiyo imekuwa hapo kuanzia mazungumzo yaliyovunjika mpaka kupelekea vita. Aliwahi kusema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, anasema kuwa tunajadiliana na watu ambao ni wagumu sana, yani Iran. Anasema mfumo wa Irani ulivyowekwa ni mfumo ambao vigumu sana wao kufikia mwafaka. Usione tu kama kuna kiongozi. Huu ni mfumo ambao umesetiwa katika misingi wanasema ya kidini, lakini unafanya maamuzi ya pamoja. Na hii imedhirika kwa Irani. Unaona, unamuua kiongozi halafu huoni pengo, ana replace mtu na kila kitu kinakuwa kiko sawa. Anasema ni tofauti kwa sababu hawa watu lazima wakae jopo, wajadiliane, halafu wakubali kwa pamoja. Ni tofauti na Trump, anasimama anaamua yeye, funga pale, kamata yule, piga. Ni vitu viwili ambavyo viko tofauti kabisa, yani kuwa hawa ni watu ambao wanaelewa nini wanachokifanya. Sasa kama haya mazungumzo yanasema kuwa yangefikia, unajua kitu kimoja, kuwa mara nyingi huwa ninasema kama kungekuwa na mjadala kati ya Marekani na Iran, yani ingekuwa kuna mzozo kati ya Marekani na Iran, siku nyingi wangeshafika makubaliano. The problem is Marekani, lile crew lote la Marekani lilienda kusimamia maagizo ya Israel. Yani walikwenda sio kuiwakilisha Marekani. Kuna vitu vile ambavyo viko tofauti. Hakukuwa na maafisa wa Israel ambao hawakuwepo. Marekani walikuwa wanatosha. Wale walikuwa ni wawakilishi kamili. Wazayuni tupu walikuwa pale. Kina Steve Witkoff, kina Jared ambaye ni Myahudi moja kwa moja, kina wote walikuwa pale ni wawakilishi kamili wa Israel. Sasa Rahbi, hakujafikiwa mwafaka kwenye mkutano huu ambao wamekutana, kwenye kikao hicho ambacho wamekaa. Lakini tunakumbuka kuna wiki 2 za kusimamishwa kwa mapigano. Na Donald Trump tayari ametoa tamko la kizuizi hicho cha kijeshi. Je, vita vinaendelea? Mapigano yanaendelea? Au nini ambacho kipo kwa hivi sasa? Kwanza ni kitu cha ajabu sana kufikiria. Unajua, ukimfananisha Iran, ukafananisha na Marekani na Israel, yani ni kama tembo kasimama na sungura. Si umeelewa? Lakini huyu tembo ametulia, kisungura kiko chini. Yani fikiria kwa kitu kimoja. Tuko kwenye ceasefire ya wiki 2 ambayo imetafsirika kuwa ni ceasefire. Hata baada ya mazungumzo kuvunjika, hapakuwa na kauli zozote za kusema tunakuja kuwashambulia kama Trump aliandika tu kwenye mtandao kabla wakati wa mazungumzo, wakikataa tutawashambulia kweli kweli kwa jahannam ambao hawajawahi kuishuhudia. Baada ya mazungumzo kuvunjika, Trump akasema haijalishi watakubali watakataa, sisi tunajua tumeshashinda hii mechi. Akasema hivyo. Vance wakati anaga hakusema kuwa tunaenda kwa ajili ya kufanya mashambulizi. Lakini walichoongea Iran wakasema kuwa tuna ceasefire. Yani anasema kusogea kokote kwa kuelekea Hormuz. Yani anasema Hormuz iko wazi kwa meli za kawaida, zile vaso ziko za kawaida, lakini kama kutakuwa kuna mwelekeo wa meli yoyote ya kijeshi kupita kwenye mlango wa Hormuz ya Kimarekani au yoyote, itakuwa imeashiria kuvunja kwa makubaliano. Yani tutarudi kwenye vita. Yani manake meli zile zisisogee hapo. Sasa hatujui matokeo ya baadaye ikiwa Marekani itaamua sasa kuzuia, kwa sababu hii blockade ambayo Marekani anataka kuifanya ni blockade kubwa ambayo itazuia meli za Iran, ambazo meli za Iran nyingi zinapeleka mafuta India na China. Sasa ndio anachokusudia Marekani kuwa hizi meli ambazo tayari zitaingia kuchukua mafuta Irani zikitoka, tunawaacha kwa mpaka wanatoka kwao. Wakisha ingia kwenye maji ya kimataifa upande wa pili wa Oman, tunaenda kuzizuia hizo meli. Sasa hatujui matokeo ya kuwa Irani watareact baada ya zile meli kuzuiliwa, au anayepelekewa mzigo huo, mimi nimeshakuuzia, utajua mwenyewe, mzigo wa China uzuie, labda uanzishe tatizo jingine kule. Hatujui kwa meli zitakuwa za kampuni gani ambazo. Kwa hiyo ni kama vile vitu havieleweki, tunakwenda wapi? Na ndio maana mara kadhaa anasema kuwa mnapofikia kwenye mazungumzo, ili mfike mwafaka wa mazungumzo, unajua kama huyu ana vifungu 15, huyu ana vifungu 10 kaviweka mezani, hamuwezi kufika mwafaka kwa kila mtu aliyesimamia kwenye msingi wake. Ni lazima, ili muweze kufika mwafaka, lazima mpunguze matarajio. Yani punguza.
kama nilikuwa nataka 100%, basi kubali nitapata 70. Lakini ni nani ambaye anaweza akatoa mwanga sasa kwamba baada ya haya kushindikana, pale mbele tunatakiwa kufanya hivi? Huu mgogoro utatoa tu majibu kwa sababu kuna majibu ya umma huwa yanakuja kutoka na nguvu ya umma inakuja kutoka. Nadhani umesoma taarifa ya Victor Orban hapa, si ndio? Kashindwa. Nadhani Orban kashindwa uchaguzi kwa sababu ya nini? Alimkumbatia Putin, akamkumbatia Trump, akamkumbatia Netanyahu. Ndani ya nchi wamemwajibisha. Jana kura ya maoni ya ndani ya Israeli inaonyesha, yani kwa mara ya kwanza Likud iko chini. Yani ni kitu ambacho hakikuwepo kwa miaka zaidi ya 10. Kila uchaguzi ulikuwa ukifanyika ndani ya Israel, Likud wataongoza. Hata pale waliposhindwa kuunda serikali ya Israel kuanzia mwaka 2018 kuja mpaka 21, walifanya uchaguzi mara 5. Wanarudia uchaguzi, walikuwa wanashindwa kuunda serikali, lakini mara zote Likud iliongoza kwa uchaguzi. Yani anashinda lakini anapewa kuunda serikali, washirika wake wanakataa. Hatutaki kuungana na wewe, anakosa wingi, lakini mara zote Likud iliongoza. Lakini kwa mara ya kwanza jana kura ya maoni ya ndani ya Israel inaonyesha Netanyahu yuko chini na Likud yake. Haya ni majibu. Sasa Trump ataporudi tena kwenye huu mzozo, anafahamu athari yake kuwa imewachukua siku 40 kuwaleta Irani kwenye meza, wakati Trump alitaka meza wiki 2. Imewachukua siku 40. Kwa hiyo anafahamu matokeo kuwa kama tutarudi kwenye mzozo, huu mzozo unaweza ukatupeleka mwezi mwingine ili kuwashawishi tena wale warudi kuja kukaa kwenye meza, na mara hii wanaweza kukaa pembeni. Tuna uchaguzi wa nusu msimu mwezi Novemba Marekani, na Republican yuko kwenye hali ngumu kwenye huo uchaguzi. Kwa hiyo Trump anafahamu kabisa kuwa kurejea kwenye hii vita inaweza ikatuvuta. Unajua kutoka April, kama itatuvuta tukienda mpaka June, huwezi kuclear mambo kwenda Novemba. Yani kipindi cha kutoka June kwenda mpaka Novemba uclear vitu vikae sawa, bei ya mafuta ikae sawa, nishati ikae sawa, Marekani uje ushindi kwa vyovyote vile. Na anafahamu matokeo ya kupoteza huo uchaguzi, kwa sababu chemba mbili anazishikilia, Republic wanashikilia, Senate wanashikilia huku, lakini akija kuzipoteza wanamuimpeach. Anajua kabisa mwisho wa kuimpeach, wakisha kuwa Democrat, wakisha muimpeach Trump, wanamfunga. Kwa hiyo anajua kabisa matokeo kuwa nikitoka hapa kuvuka hapa kwenda hapa nitakwenda wapi. Kwa hiyo akili kumkichwa, naenda kufanya nini kabisa. Rahbi, tukushukuru sana. Najua bado kuna mengi ya kujadili katika hili. Kauli za viongozi mbalimbali huko duniani akiwemo waziri mkuu wa, lakini Trump amesema jana kuwa wameshakubaliana na NATO wataenda kusaidiana kufungua mlango, lakini hajataja nchi ya NATO yoyote kuwa ambayo imesaidia naye kuja kufungua huko. Tunakushukuru sana Ibrahim Rahbi kwa uchambuzi yakinifu kabisa kuhusiana na swala hili. Tumechambua mengi, lakini zaidi ni kuhusu mzozo wa Mashariki ya Kati, na tunakamilisha hivyo.